mechi ya nyumbani lakini mmeshindwa kupata magoli japo mmefuzu. Hii mechi ya mkakati, nafikiria zile mechi za mkakati ndio hizo hapa. Mechi za knockout, yani ya mtoano. Si mechi kuishafuzu ugenini tayari. Leo tumekuja hapa kwa hiyo kwa maana ukiangalia hata kocha akafanya rotation ya kikosi kwa sababu tuna mechi ngumu mbele. Kwa maana tuna ratiba ya ligi kuu mbele kukutana na Azam, ndio? Ni Jumapili ijayo tunakutana na Azam. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji lazima waanze mechi na tuweze kutumia nguvu mechi ambayo tuchafuzu ugenini. Kwa hiyo tunaamua kupata magoli ya mama ili tupate milioni 5. Lakini kumbuka hii ligi ambayo tunacheza Jumapili, kwa lazima tujiandae kwa ajili ya ligi kuu. Lazima timu kubwa ujue mipangilio ya mechi. Mechi hii kweli tulizarau lakini tayari tumeshashinda goli 3. Tumecheza kweli mpira wa kawaida lakini pia ukiangalia hii timu pia na hii timu tunacheza nao sisi Zingizini ni timu nzuri, timu bora, inacheza vizuri, ina block, inashambulia kwa kushtukiza, wanapiga, wanacheza pasi vizuri, timu yao ni nzuri. Na na hakika hii timu Zingizini, sio Zingizini, wangecheza na Yanga saizi hapa. Mimi nakwambia wana ubora kuliko kina Uchizi. Nakwambia hii ni bora kuliko kina Uchizi Vunga. Hii timu ni bora, inacheza mpira mzuri, wanapiga pasi vizuri, wana block vizuri, wanajua kushambulia. Mimi nakwambia kukutana timu dhaifu kama Yanga huwezi kuiona katika mashindano. Timu nzuri sisi tukishacheza ugenini tumeshinda magoli mengi. Mpaka sasa hivi timu tumefuzu, tunasubiri sasa ligi kuu Jumapili ijayo. Mmefuzu lakini pia timu nne kutoka Tanzania zimefuzu kama Yanga ni hatua kubwa kiasi kuja kwenye Super League. Ya kweli Yanga wamefuzu jana, Singida amefuzu, Azam pia wamefuzu juzi. Leo Simba anafuzu. Ni tukio kubwa kutoka Tanzania kwa sababu haijawahi kutokea timu nne zote kuingia makundi katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo tunaipa thamani ligi yetu, tunaipa thamani nchi yetu. Kwa hiyo hii ni fundisho kwa wale wa Tanzania wanapokuja kuambia ligi yetu nafasi ya 5, wanajiulizana kwa nini Tanzania nafasi ya 5. Majibu ndio haya kwamba tuna uwezo kuingiza makundi timu nne kutoka Tanzania. Hata Waarabu nadhani watatuogopa sasa hivi Tanzania. Unajua jana kuna kitu kimoja labda mkielewi. Jana Yanga walikuwa hawana mbinu ya kupita. Baada ya Yanga walikuwa hawezi kupita. Walitutafuta sisi usiku, kikao cha asili usiku. Tulitafuta tukaanza kuwapa mbinu za kupita njia hii, piteni hapa. Na kweli baada ya kuacha ujeuri na kutusikiliza. Nisikilize, sisi ndio tumewapa mbinu jana Yanga za kupita. Na nini? Kitaalamu. Na kota, tajiri anaokotesha. Kitaalamu. Sikiliza, kitaalamu tunasemaje? Jana Yanga wametupigia jana simu usiku ili wafuzu kwa sababu uwezo wa kufuzu hawana. Baada ya kuacha ujeuri tukaamua tuwape mbinu jana Yanga. Tumewapa mbinu. Mtaalamu sasa amekaa kitaalamu. Ongea kidogo mtaalamu. Ngoja nataka niongee kitaalamu. Mimi daktari. Lakini wanafuatilia sana huyu jamaa. Simba. Kwa hiyo unaona kote ile aweke kitaalamu. Kwa hiyo daktari kitaalamu. Simba sasa tunacheza electrical football. Hiyo kitaalamu sasa. Electrical football. Tunapiga transformation pass, nutrition pass. Nutrition tunaelewa mmenenyo. Pass mmenenyo. Transformation pass, and electrical pass, and nutrition pass, electrical pass. Laugota. Simba Sports Club, International Football Club, and each other football club. Isigate wa mizigo mmeona. Hii ndio Simba. Simba sasa tuingie bure, tuna matajiri. Umeona? Swala naomba ubwabwa. Tunaomba ubwabwa kutolewa maji. VIP hapa. Tajiri huyu hapa. Naomba ubwabwa. Mnaomba ubwabwa. JSM kakimbiza leo. Kaambia hamna kitu cha bure. JSM kakimbiza sasa ataka ubwabwa, alipana nauli. Kasema hamna kitu cha bure, wenzenu Simba. Sasa tumeingia wachache na tumelipa.